Nianze kwa kujitambulisha tena. Mimi naitwa Rudelina Alphonse Mena, ni mwenyekiti wa Jukwaa la Sanaa na Utamaduni hapa Kilimanjaro. Viongozi wangu ni mheshimiwa hapa mgeni rasmi, tunashirikiana naye katika shughuli nzima za sanaa hapa Kilimanjaro. Labda mnaweza mkajiuliza, Jukwaa la Sanaa, huyu mama ametoka wapi na huko kwenye michezo? Kuna kitu kinaitwa TDFA, wao wanasimamia mambo ya maigizo, lakini sasa jukwaa sisi tuko kwa upana zaidi, nikimaanisha kuwa michezo yote iko chini ya jukwaa. Mambo ya michezo ya mguu, michezo ya miguu, sijui niseme hivyo, lakini pia ndondi, washona vikapu, wasusi, waigizaji, waimbaji, yaani mambo mengi yako kwenye jukwaa. Ndio maana niko hapa. Niingie moja kwa moja kwenye swala la shughuli ya mahali hapa. Nipende kumpongeza sana na huyu kijana Jacob kwa kuchukua hatua au uthubutu wa kufanya kitu kama hiki. Mtu anaweza kaona ni kitu kidogo, lakini amefanya kitu kikubwa sana. Nafikiri naonyesha kabisa kwenye bango letu ni Kids Sport Awards Tanzania mwaka huu, na ni uzinduzi rasmi. Mimi napenda kumpongeza sana. Kama sio wachoyo, naomba tumpigie makofi. Hongera sana kijana wangu, na tunatamani kuwa na vijana ambao wanaibua mawazo yao kwa ajili ya maendeleo ya michezo. Na kama mnavyojua, michezo ni ajira, si ndio jamani? Kuna wachezaji mpira alikuwa hapa chini, lakini baada ya kuingia huko amekuwa mtu tofauti. Hiyo nahamasisha kuwa kila mtu ambaye ana maono fulani, hebu ajaribu kufanya. Baada ya kusema hayo machache, ni washukuru sana ambao umekuja mahali hapa kwa ajili ya tukio hili. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Na kabla sijamaliza, labda nichukue nafasi kuwatambulisha wasanii wenzangu. Maana mimi pia ni msanii, naimba, naigiza, waigizaji, waimbaji ambao mmekuja kwa ajili ya shughuli. Baada ya kualika, naomba basi msimame au mnaweza mkapunga mikono. Asante sana, shukrani. Mungu wa mbinguni awabariki. Asante. Kwanza niwaombe radhi kwa kuchelewa. Nimepata taarifa hii muda sio mrefu kutoka kwa afisa tarafa wa wilaya ya Moshi, lakini baadaye nikapigwa na katibu tarafa wetu Dasi, ambaye ni mwenyekiti wa michezo wa wilaya. Afisa michezo ndio katibu wake. Kwa baada ya kupata taarifa hii kwamba nimwakilishe mkuu wa wilaya katika tukio hili, ndio maana nikafika. Lakini kwa majukumu mengine, leo saa 8 pale Moshi Technical kuna ufunguzi wa mashindano ya Mtashimita mkoa wa Kilimanjaro, na mgeni rasmi ni mkuu wa mkoa. Kwa hiyo tulikuwa pale kwa ajili ya maandalizi hayo. Kwa hiyo naombeni samahani kwa kuchelewa, lakini nimefika ili niweze kufanya kazi ambayo nimetumwa na mkuu wa wilaya. Lakini kabla sijafanya kazi hiyo, na mimi nichukue nafasi hii kumpongeza aliyetuleta hapa. Huyu kijana kidogo namfahamu. Tangia aanze kutoa wazo hili, amejaribu kufika pale ofisini kwa wazo lake, tukalisikiliza, tukaliona, tukampa ushauri. Mwisho wa siku sasa mpaka leo tuko hapa. Kwa hiyo mimi binafsi nakupongeza kwa kuthubutu ili kuweza kupata wazo hili. Lakini pekee niwapongeze waandishi wa habari ambao wote leo mko hapa. Na kwa mara ya kwanza ndio nimejua kwamba Kilimanjaro hasa Moshi kuna waandishi wa habari wengi. Sasa hizi habari zenu inaonekana si mnazipataga wapi? Kule viwanjani hamuji. Kwa hiyo habari za michezo mnazipata wapi? Kwa hiyo mtafuta kwenye
mitandao ndio sisi mnatupa, kumbe mko wengi, japo wengine wote wakutana. Kwa hiyo niwapongeze sana waandishi wa habari, hongereni sana na muendelee na wazo hilo na kumuunga mkono huyo kijana kwa wazo lake zuri. Tumesikia risala yake, kiujumla ana maono, na nina imani kwa mara ya kwanza kwa mkoa wetu wa Kilimanjaro kwa wazo hili itakuwa la kwanza. Kwa hiyo naomba tulibebe, na kama sio Kilimanjaro basi hata nchi nzima, tuzo ya wachambuzi wa michezo kwa mkoa wetu kuanzisha kama kanda ya kaskazini kwetu kama ni sifa. Kwa hiyo naomba tulibebe ili angalau tuone, na wachambuzi Kilimanjaro mpo, kama mnachambua kwenye redio zenu kule, basi ikati sasa izihirishe kwamba kweli Kilimanjaro kuna wachambuzi. Lakini nilitegemea nyinyi ni wadau muhimu sana wa michezo, nilitegemea kuwa na wadau wengine zaidi ya nyinyi. Kwa hiyo pamoja na kuandaa hili basi, hebu washirikishe wadau wengine, sawa? Wako wadau wa michezo mbalimbali, wako mashabiki, sawa? Nilitegemea hapa sasa kwa kumejaa, wasio waandishi wa habari tu, kwa sababu mwisho wa siku hii shughuli inawahusu nyinyi. Sasa nyinyi kama ndio mnashiriki nyinyi wenyewe, hamna watu wengine, sidhani kama itakuwa ni ina afya. Japo inalenga nyinyi, lakini sio nyinyi tu, kuna wengine ambao wako nje na fani hii, unaweza mkapata mawazo kupitia kwao. Kwa hiyo nikushauri, unapoendelea kufanya wazo hili, shirikisha wadau mbalimbali wa michezo ili wazo lako liwe pana, liwe wazi na lilete tija katika mkoa wetu wa Kilimanjaro. Ukifanya peke yako, tunaweza tukawa tuna mashaka kwamba uwazi usiwepo na nyuma ya pazia kuna nini. Shirikisha wadau mbalimbali wa michezo ili wakupe support, wakupe mawazo unachotaka kukifanya ili kiwe na tija katika mkoa wetu. Ni wazo zuri sana umelianzisha kwa mkoa wa Kilimanjaro na kanda kaskazini, lakini ili liwe na tija lazima liwe na baraka za wadau mbalimbali wa michezo, ili wajue hizo tuzo zinatolewaje, zawadi ni nini na ushiriki utakuwaje. Isije mwisho wa siku sasa zoezi limeshaanza hapo watu wanasema hatuna taarifa, hatukushirikishwa, hatujui tuzo zinakuwaje. Kwa hiyo ni vizuri wadau wote wakashiriki kwa uwazi ili kile mtu ajue nini kinaendelea. Sasa nyinyi waandishi wa habari hasa wa Kilimanjaro, hebu msupportini pamoja, wenda pamoja unaweza kama mshiriki wa hiyo tuzo, lakini jaribu kumsupport kwa mawazo namna gani aendeshe nini hili zoezi lake. Kwa hiyo kwa mkoa wetu nikwambie litakuinua, kwa sababu ni wazo umelitoa kwa mara ya kwanza, basi litaweza kufikisha mbali. Na kwa taarifa ambazo nimezipitia, hii taasisi ya Key Sport Award imesajiliwa na BRELA. Kwa hiyo kwa usajili kisheria imesajiliwa. Pale mkoani, katibu tawala mkoa ana baraka zake, anacho kibali. BMT kule taarifa wanazo. Kwa hiyo hebu tumsupport ili wazo lake lifike mbali, liweze kutekelezeka na sisi tuweze kufaidika kutokana na wazo hili. Kwa hiyo hata nyinyi washiriki mtakaoshiriki, hebu nendeni kwa kina zaidi. Ili wanaosikiliza, watazamaji na wadau wengine basi wajue kwamba Kilimanjaro tunao wachambuzi wazuri wa mpira. Tusio tusikiliza tu kwamba kule Azam wakichambua mechi zetu za Simba na Yanga au nini, kumbe na hapa inawezekana. Kwa mimi nikupongeze sana, endelea kwa wazo hilo. Ukitaka ushirikiano, karibu sana ofisini kwetu. Lakini ni vyema ukifanya shughuli za michezo ndani ya wilaya yote ile, sawa? Mwenyekiti wa michezo ni katibu tawala wa wilaya, mwenyekiti wa michezo yote. Katibu wake ni afisa michezo. Kwa hiyo kufanya shughuli zote hakikisha kwamba hawa watu wana taarifa. Itakusaidia sana. Baada ya hapo sasa neno kwa wadau wa michezo. Vyama vya michezo mbalimbali vishirikishe. Vitakupa mawazo, vitakupa njia. Usifanye kazi peke yako. Fanya kazi na wadau, fanya kazi na waandishi wa habari. Bila waandishi wa habari kazi yako haitafika. Kazi yako haitaenea.
waandishi wa habari watu muhimu sana. Wakitaka wakudondoshe ni hawa waandishi wa habari. Wakiandika kalamu yako vizuri, kazi yako itaenda vizuri. Lakini kalamu ukiipindisha, kazi yako itafanyaje? Nayo itapinda. Kwa hiyo waandishi wa habari watu muhimu sana. Kwa hiyo ushirikiane nao ili jambo lako liweze kufika mbali. Jambo jingine ni waombe. Kilimanjaro michezo inachezwa sana, lakini pengine taarifa zake hazitoki. Tunapenda kutoa taarifa za nje ya Kilimanjaro. Sasa huku watu wanacheza mpira, pendeni viwanjani kule watoto wanacheza mpira, ili mtoe taarifa zao, ili nao wafanyaje wajue wanacheza. Sawa jamani? Najua pengine kuna changamoto mahali. Inaweza hampati taarifa au mnapata taarifa sasa kuna sintofahamu inatokea. Kwa mfano, tunapokuwa na mashindano pengine ya kitaifa, tuchukulie UMISETA, UMTASHUMITA. Sawa, hayo mashindano ya kitaifa. Waandishi wa habari muje ili mtangaze hayo mashindano yetu, ili watu wajue kwamba UMTASHUMITA yafanyika kimkoa, inafanyika kiwilaya, inafanyika kitaifa. Hivi ndio UMISETA inatusaidia kujua kwamba kumbe haya mashindano Kilimanjaro wameandaa. Na ikiwezekana zaidi hata kwa taifa mje kwamba Kilimanjaro wako kitaifa Iringa, lakini tuna waandishi wa habari kutoka Kilimanjaro ili watoe taifa hili, taarifa zetu za mashindano kutoka Iringa, ili watu wa Kilimanjaro wazipate kwamba leo timu ya Kilimanjaro imecheza, imepata matokeo haya. Kwa hiyo ni utaratibu tu kwamba nyinyi mna chama chenu, unaweza mkaona tu uongozi husika kwamba jamani, kwani sasa tuweze kwenda Iringa, kwamba mkoa ukagharimikia pengine waandishi wa habari tu wawili wa kuwakilisha kule. Sawa? Ili angalau katoa taarifa za Kilimanjaro. Ninajua kule waandishi wa habari wapo. Yeye ni wakilishi pengine wa baadhi ya nini? Vyombo vya habari. Mtu waanza mnaanza kawa kule, lakini wewe ukienda kutoka Kilimanjaro itapendeza zaidi. Itapendeza zaidi. Kwa hiyo ni wasii. Taarifa zetu za michezo basi mzitoe ili watu wajue kipi kinaendelea. Sawa ndugu zangu? Na kingine kama nilivyosema, nyinyi wadau muhimu wa mchezo sana. Bila nyinyi mchezo haiendi. Hebu tuisupport. Tunategemea ya polisi hapa. Tuisupport kupitia waandishi wa habari. Ikipanda daraja sisi tunanufaika sana kupitia hiyo timu. Lakini halmashauri ya manispaa ya Moshi sasa hivi inajenga uwanja wake wa kisasa wa majengo. Kandarasi tayari ameshaweka mkataba wake pale, na imani kama sio wiki hii anaweza kaanza kazi. Kwa hiyo ni vyema mkatangaza kwamba halmashauri ya manispaa ya Moshi kuna kitu inakifanya, inajenga uwanja wa kisasa pale majengo. Ikamilika tutakuwa tuna uwanja mzuri sana, wanaweka nyasi bandia pale. Kwa hiyo hata vijana wetu sasa wanaweza kufanya vizuri katika michezo. Baada ya kusema hayo, ni wasii tena tushirikiane ili wazo hili sasa liweze kufika mbali. Wadau wote wa michezo washirikishe ili angalau haki itendeke. Haki fanyeje? Itendeke. Nilikuwa ninamuuliza kwamba hizi tuzo kama ni wachambuzi wataenda kwenye redio ipi? Kwamba hili sasa tuanze kuchambua mpira tutakuwa wapi? Kili FM, Kicheko, Azam au Banana? Yeye akasema utaratibu utafanyaje? Utawekwa ili kila mtu ajue kwamba sasa mimi nataka nisikilize leo wachambuzi. Nisikilize redio gani? Sawa jamani? Kwa hiyo msaidie huyu ili watu wajue sasa hawa wachambuzi wanapoanza watakuwa live wapi? Ili tujue. Kwa sababu kila mtu ana mapenzi yake kusikiliza redio, si ndio? Sasa bila kujua utaratibu huu unaweza ukafeli. Huku watu wanachambua, huku wengine hatuna habari. Lakini tukijua kwamba hawa wachambuzi kazi yao inafanyika wapi, kwa kupitia wapi, itatusaidia sana kufanyaje? Kufuatilia. Sawa ndugu yangu? Lakini cha zaidi hizo tuzo zijulikane. Sije watu kufanya kazi hapa mwisho wa siku hata ile zawadi isifanyeje? Isiwepo, hapana. Shirikisha wadau wa michezo ili wakusaidie ili uwazi uwepo. Hiyo ndio kwa ombi langu.
na haya tayari nimwambie aliyenituma mkuu wa wilaya ili naye afahamu na dasi aanze kufuatilia. Na zoezi likianza sasa, leta taarifa ofisini kwamba zoezi langu linaanza lini na washiriki ni akina nani. Sawa ndugu yangu? Mimi sina mengi. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana, lakini tushirikishe wadau mbalimbali kupitia vyombo vya habari. Kuwashirikisha, kazi yetu itakuwa ni nzuri sana. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana. Karibuni sana kwenye anga ya michezo. Asanteni sana.